Kaniambia sasa, akanifungulia fuliza hivi. Kaniambia unaona hawa watoto, nataka unioshee hawa watoto wote, tuwekelea kwa hii kitanda. Na utaosha watatu, unachota maji jagi moja. Unaosha watoto watatu, unamwaga kwa hii shimo hii unaiona hapa. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia unaosha watoto watatu jagi moja, hadi umalize hao watoto. Na walikuwa watoto 20, wasichana tupu. Walikuwa wale watoto wamekufa? Walikuwa wameshakufa. But ukiangalia huyo mtoto, unaona akiweko kwa hiyo fuliza, hakuwa amekufa, alikuwa uhai. Juu anaonekana ni kama wale watu wanaendanga wamechukua, wameingia Ndevo. Sasa ameingia Ndevo worship, sasa ni kutoa sacrifice. Na juu hataki kutoa kitu imekufa ama atoe watu wao, anaenda ananunua watoto wa Osi, wenye unasikianga ati mtoto wako amekufa. Kwa hivyo huyo mtoto anauzwa kutoka Osi, anapewa huyu mtu anataka kutoa sacrifice. Sasa anakuja anamweka kwa frinja, akaukia wapi? Akaukia hapo. Sasa ameshatoa sadaka. Wewe sasa umeajiriwa sasa uwaosha watu wamekufa? Sasa nimeajiriwa. Nikaambiwa nitalipwa 2,000. Reaction yako after kukufungulia fridge unaona watoto wamekufa ilikuwa ni gani? Sasa venye alinifungulia nilistuka sana. Akaniuliza kwani umestuka? Nikamwambia hapana. Nikamwambia mimi niko sawa, nitakuoshea watoto wang'are. Hivyo ndio nilimwambia. Kaniambia ni sawa. Kaniambia unaona ukimaliza hivi, ukimalizia kuosha unipanguzie hiyo fuliza uwapange tena wote. Ukimaliza ufunge hivi, nitajua nitakuja nikufungulie.